katika serikali yote katika Jamhuri ya Taifa la Kenya. Katika mwongozo wa kidemokrasia. Sisi ni watu kutengeneza serikali. Takrimu zetu kulingana na 1963 up to now, sinasemekana sisi tuko wa pili katika takrimu. Ukienda katika Public Service Commission, utaona hizo takrimu, they are not reflecting our population number. Watu wenye majiriwa katika maofisa serikali ya Jamhuri ya Kenya, indakana sisi tuwe wa pili. Lakini sisi tuko namba 4, kama si namba 4 namba 3. Wa kwanza ni Mkikuyu, anafuata na Mkalenjin. Mwenye anafuata labda ni Mluya, kama si Mluya ni Mkamba ama Mjaluo. Sisi tunatakana tuchukue portion yetu namba 2. Na sisi tuko number 1 in population in the Republic of Kenya. We are not number 2. Tukipiga kureti pamoja na mwambia ndugu yangu mwananisikiliza, sisi tutachukua kwa katika mikononi mwetu. Na katika familia, every family wenye wanaishi katika eneo hili letu, zisemi hizi labda mtafikiria mimi na ukabila. Hata kama ndugu yangu ni Mkisii, hata kama ni ndugu yangu ni wewe Mjaluo, ndugu yangu yote mwenye anakaa katika eneo hili, hata kama ni Mwingereza utaka Uingereza kule, wewe ni sehemu yako. Kama uliamua unakaa hapa na maisha yako yatakuwa hapa, hii sehemu ya ardhi ni yako. Tuna majukumu mbele Mwenyezi Mungu kutengeneza hii ardhi hii baratizo Eden, iwe ni mahali patakatifu, bali pazuri, mbenye paweza kufruta vitu vizuri katika maeneo zingine, katika jamhuri zingine za ulimwengu. Sikuja si invest mali hapa, waweke vitu sawa hapa, watoto wetu wapate makazi. Sisemi ati jamii Waluya tu ama jamii ya Mlembe tu. Tunatakana sisi sote shikane mikono tuendeleze ardhi yetu kupitia kureti hii moja katika jamaa moja. Kiongozi yote anayekuja mbele yako anasema piga kura yako katika ODM. Kiongozi yote anakuja mbele yako piga kura yako katika Vote Kenya. Kiongozi yote anakuja mbele yako piga kura yako katika DAP. Kiongozi anakuja mbele yako anakuambia wewe ni mtu wa Busia, piga kura kama mtu wa Busia. Ama wewe ni mtu wa Kakamega, piga kura kama mtu wa Kakamega. Ama ni mtu wa Bungoma, piga kura kama mtu wa Bungoma. Kiongozi yote anakuja mbele yako anakuambia wewe ni Marakori, piga kura kama Marakori, ama Bukusu, piga kura kama Bukusu, ama ni Musamia, ama Mwitaho, piga kura kama Mwitaho. Huyo ni kiongozi anatoka kwa pepo, huyo ni alikuwa na pepo ya shetani. Huyo ndiye anatuletea matatizo. Tafuta kiongozi anasema ndugu zangu tukuje pamoja, tuchenge nyumba hii moja, tutengeneze hemu hii yetu ardhi, ili iweze kutuzalisha mali, watoto wetu wapate makazi katika Public Service Commission, watoto wetu wapate kazi katika jeshi la taifa la Kenya, watoto wetu wapate makazi katika teaching, katika DSC, Teacher Service Commission. Watoto wetu wapate makazi katika commission mbalimbali na katika ambassadors. Huyo ndiye mtu anatoka Mwenyezi Mungu na sauti yake yuko na ungu. Asante. Asante. Naona uko na maono mzuri kwenye eneo hili magharibi, manake nafuatilia mzuri sana, mazungumzo yako ni ya busara sana na nashukuru sana kweli. Unatakia mema watu wa magharibi. Labda kupitia hili bugabugu lenu ambalo mumeunda hili, nimechukua muda gani? Na baada huo muda labda kwa sasa hivi mumefikia wapi? Mshawaifikia hawa viongozi mkazungumza nao kulingana na huu umoja au bado mjawafikia? Fukufuku letu ilianza mwaka wa 2018. 2018 tulikuwa na Waso la Luya Unity Association Forum. Tumekuwa na mikutano mingi sana kwa huyu mzee Philip Masinde hapa kwake. And then chairman wetu wa kwanza alikuwa anaitwa Aswani, Dr. Aswani, alikuwa anatoka Buder. Tukakuja naye lakini akaamua aingie katika siasa, tukawacha, tukachukua chairman mwenye alikuwa na Vata, Bishop Olmazai. First chairperson wake ni kijana anatoka hapa, David Elulu, ni first chairperson wetu. Hata nimeongelea kwa simu, anasema anakuja, akaniambia hapa ni investment ya ndugu yake, David Elulu. Sasa kitu ni tufaulu sana from 2018 to 2022. Tuliweza kuleta pamoja Musalia na Wetangula. Wetangula vile alipata shida ya kurushwa kutoka kwa Senate kama minority leader of the Senate. Akakuja akashikana na Musalia.
Lakini tulielezea watu, mimi on my personal level and my chairman Bishop Masai, tuliemphasize tukaambia Musalia sana na Dr. Aswani ndiye alikuwa chairperson. Tukaambia Musalia Wetangula, Kadiendo nataka tuone kiongozi ni nani, who's our leader. Mara mingi tukiuliza swali Musalia anatuambia, Musalia akisimama we are a twin platters. Ukinaona not out of confusion, none of them alisimama akaonekana huyu ndio kiongozi wetu. Na nakwambia sisi katika jamii yetu ya Magharibi tuna matatizo makubwa sana na ndugu zetu wawili. There are people who don't care about our feelings, don't care about our life. Wanajali tu maisha yao na marafiki sawa na watu walio karibu nao. How comes we don't have any voice kama ya Gachagua katika eneo letu? Hatuna sauti mtetezi wetu kama mzee Masinde Muliro alikuwa anaongea, kama mzee mzee Mtamba Mutavadela anaongea, kama mzee marehemu hayati Omalo Kijave alikuwa anaongea. Hatuna sauti. Sauti tunasikia kwa mbali za hizi nduki yangu huyu George Natembea. George Natembea ni sauti peke yake zaidi. Naona mpika vita. There's no way. How what if you go and you play